sababu mimi katika hiyo series mimi niliitwa, unajua. Series ya noma. Mimi nazungumza tu, yani kama watani mind fresh. Mimi niliitwa bro, nimeitwa director, vipi fresh wapi hiyo? Mimi niko mtaani Tabata. Boti hapo njoo. Yatakiwa uje upite kama manager. Nikapewa script nikasoma. Baadaye sijui vikakalika vikao gani ambavyo mimi sikujua. Nikashangaa tu natakiwa kuja nikapiga viuti vyangu fresh, mtu wa makeup akaja akanitengeneza. Baadaye nikaambiwa, nikasikia minongono, nikasema yule muonekano wake yule hawezi kucheza kama boss yule. Kwa hiyo nikashangaa tu kuna minongono fulani. Nikasema mimi siwezi kucheza kama boss. Nilifurahisha sana. Ya umeongea kitu fulani ambacho nilitamani uniulize sana, lakini mko kama malaika. Mimi hakuna mtu yoyote au muigizaji yoyote Bongo Movie wa kiume ambaye namuogopa bro. Yaani kwa sanaa yangu ambayo nilionayo mimi, kuna baadhi ya watu ambao naweza nikafanya nao competition. Alafu wapo kama wawili au watatu wa kiume Bongo nzima, yani ninavyokuambia, na mmoja wapo yupo kwenye hiyo series ya noma. Kuna yule jamaa fulani anaitwa Sadalito na Wanda. Na Wanda. One of the best actor. Nakutajia watu ambao wanajua kuigiza. Yani nikikwambia hivyo mwenyewe utaelewa kwamba kwa nini namaanisha. Yani namaanisha unazingua. Kuna yule mwamba anaitwa Sadalito na Wanda. Sasa yule ikatokea labda ndio nakaa naye kwenye series moja. Alafu kuna jamaa mwingine pia anaitwa Hussein Mlilo. Mlilo huyo. Mlilo yani wale watu kwa mfano mimi ndo napata nao nafasi hivi moja, wale ndo naweza nikafanya nao competition. Mimi mkubwa wangu alishawahi kunipigia simu. Akaniambia wewe maigizo unafanya hayo ni maigizo au kweli? Mkubwa aliona. Mama, sababu ukiangalia katika Big Boss mimi nimecheza na mamangu kama nataka kumtoa kafara. Kwa hiyo siku ile kivuka kile kipande akamwambia muangalie mwanao. Akapiga simu. Alipopiga simu, wewe Mkango, vipi mbona hivyo? Nikamwambia vipi? Nimeangalia hapa, huu ni ukweli. Wewe hizi tabia ushaanza kupata tamaa. Nikamtisha kidogo, nikacheka. Bra, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mahojiano, naweza nikisema exclusive interview kunako YouTube channel yetu. Kubwa zaidi kuzungumza na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani ufahamu vingi kutoka kwao, ama ungetamani usikie vingi kutoka kwao juu ya mazuri ambao wamekuwa kifanya kila kukicha. Kubwa zaidi ni kuhusiana na career yao ya uigizaji, wala tutagusa maisha kidogo, lakini kubwa zaidi kuhusiana na kazi zao za sanaa kuanzia pale ambapo walipoanzia mpaka muda huu. Nyundo TV leo tumefunga safari kutafuta moja kati ya wasanii ambao wanakamilisha tamthilia nzima ya Big Boss 2. Moja kati ya watu ambao wana utawala wao, watu wanasema bila ya kumtazama Mkango Bey mimi siwezi kuiangalia tamthilia hii ya Big Boss 2. Ngoja tuzungumze naye tuambie vile ambavyo yeye ameshiriki kunako tamthilia hiyo, lakini kubwa zaidi changamoto gani ambazo wanazipata kunako tamthilia hiyo, na kwa nini, ama ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani yeye kuweza kushiriki kunako Big Boss 2. Mzee wangu nakwaje? Bana unyama kama ka. Mambo naenda fresh kabisa kaka. Mkango Bey ziti? Ya Mkango Bey. Mkango Bey maana yake nini hasa? Mkango Bey ni jina ambalo mimi nilibatizwa hilo. Hilo nilibatizwa, kama unakumbuka kuna series ambazo zinaruka katika baadhi ya TV. Walikujaga Waturuki. Walipokuja Waturuki ilikuwa ni kwa ajili ya kudabi sauti, kuingiza sauti. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao walitafutwa mimi pia nilikuwa ni mmoja wapo. Kwa nilivyoenda pale nikawa nikiwapigia zile sauti, yani the wages zinavyobadilika, au akawa wanafurahi, yani akasema wewe ni Bey. Kwa hiyo ndo likawa hivyo. Watu wengine sasa hivi utakuta kila mtu anajiita Bey lakini hawajui maana yake nini, ila mimi ndo nilileta hilo jina hapa TZ. Mkango Bey ni jina ambalo nimebatizwa kabisa na wenyewe Waturuki. Kama ukiangalia kina Ottoman Bey, kina Bams Bey, yani ndo limetokea kule hilo. Jina halisi ambalo wazazi wametogea ambalo lipo kwenye vitambulisho ni lipi hasa? Emmanuel Mkango. Chukua Mkango tukaongezea Bey, Emmanuel tukaitoa ikawa Mkango Bey. Iko hivyo.
Kwa ujumla labda watu wangetamani wafahamu kwamba Mkango ni asili yake hasa ni mkoa gani, kabila lake ni lipi, familia ipoje? Unajua mashabiki wanafahamu, watamani wafahamu in and out ya msanii wao. Kama utojali, lakini maana sio wote ambao wanapenda kutaja makabila yao. Mwingine ana feel kama mimi nikisema ni kabila fulani kama vile watu watanichukulia sivyo ndivyo yani. Ukiona mtu anakataa kutaja kabila lake basi labda ni mkimbizi. Lakini mimi ni mkwele wa Chalinze Chalinze hapa karibu na mjini. Pale Chalinze mjini karibia na Msoga ile yote kwa mzee Kikwete kule kote ndo mtaani. Sana tulianzia Chalinze ama ni Dado? Mimi sana nilianzia tangu niko shule. Niko shule lakini rasmi kabisa nikaanza mwaka 2009. Baada ya kutoka katika mapambano kuingia kwenye makundi, kwenda kujifunza, unaona bwana. Kwa hiyo baadaye nilipojiona sasa hapa niko fit, mwaka 2009 ndio nikaamua kutia miguu sasa. Lakini ile Mkango Bay yenyewe sasa ndio amepaa sasa hivi yani. Kwa ujumla vile ambavyo umeinvest muda, nauli hapa na pale, pesa, unaamini vimesharudi ama still sana tunaidai? Siwezi kuzungumzia sana hilo, lakini mpaka naendelea kufanya ujue bado yani kwamba naona mafanikio yapo. Mpaka naendelea kufanya ujue kuna thamani ambayo naiona ipo kubwa sana inakuja. Kuna kipindi fulani watu wanachukulia sanaa kama ni sehemu ya kushow off. Wengine wanasema kama nisema kupata whether ni mademu ama ni wanaume. Kwako ulikuwa unaitazama vipi kipindi hiko sasa unaingia kwenye sanaa? Ulikuwa unajicho kwamba na mimi niingie wala unaweza nikapata bebes ama niingie as a kazi, ama ulikuwa kipi ambacho kilikuinfluence mpaka kuingia kwenye sanaa? Mimi mtu kwanza aliyenishawishi kuingia huku ni marehemu Steven Charles Kanumba, ndo role model wangu yule. Kanumba. Yule ndo role model wangu. Kwa hiyo hata kuna baadhi ya vitu ukiviangalia hivi kuna unyama fulani ambao na kuwa natembea huko mwili. Ngaje sitaki kujionyesha sana lakini ni mtu ambaye yuko hapa sana. Na hao watu ambao walikuwa wanaingia kwenye sanaa kama fashion nilikuwa najua mwisho wao. Na ndio maana ukiangalia leo hii watu ambao wameingia kama fashion unakuta hawachukui time. Yani anabamba baada ya muda kadhaa shangaa kapotea. Kwa sababu hawajapita katika misingi ya sanaa, hawajajifunza kwenye makundi. Na watu ambao wamekurupuka kwa sababu kuna director fulani yupo. Ya yule labda ni mshikaji wangu au yule ni bwana wangu ataniweka sini kadhaa nitapita, lakini mwisho wa siku unapotea kwa sababu wewe sio muigizaji, hauna sanaa ya. Hivi vitu vinataka uigizaji kweli mpaka watu wakubali hivyo jua una kitu. Sio kawaida. Kama sikosei si mbali na Big Boss kuna kazi gani ambazo zingine ushafanya sasa? Mimi ni nyingi tu, nimefanya Sonia YouTube, nimefanya Malaika na Kicheche YouTube. Sasa hivi kuna nyingine inaitwa Single Father. Zote ziko YouTube. Malaika ile ya Kicheche ambayo kama anakataliwa na mzazi wake kitu kama hiko? Sasa wapi pale kama niliona kidogo. Mimi niliingia kwenye episode za mbele kidogo, lakini baadaye ikaja katokea changamoto, lakini nilitisha kwenye Malaika. Nilifanya kazi za hizi za kwenye tamthilia huku hatujacheza bado ziti. Mimi nilifanya series fulani ya Azam inaitwa Mchongo. Nilicheza. Mapokeo lakini vile ambavyo ulikuwa unaigiza kwenye tamthilia kule unahisi sawa na huku ama wapi ambapo ulijiona kwamba ulikuwa the best? Mimi nasema kote mimi na mashabiki sana. Yaani kote na mashabiki, lakini upepo wangu kwa sasa hivi naona umekimbilia huku YouTube umekimbilia huku, lakini kote wanaona nikubali. Unajua shabiki ni mtu ambaye anakukubali yani. Vile utakavyobadilika anakupokea. Kuna madhara yote ya kubaki huku pasi na kwenda kule? Hakuna madhara kwa sababu si sanaa, ila tu ni watu wamejitengenezea matabaka hivi, lakini hakuna madhara yote. Kwa time fulani wanawazaga kama ninyi wasanii wa YouTube kama huwa mnaogopa hivi. Unajua kule kuna watu kule, yani kwa karakta yako nikitazama kwa mfano kama muda huu tusizungumze unafsi, kuna tamthilia fulani zinaitwa kama Kitu Noma. I think utakuwa unaifahamu. Hebu tazama wale wanyama wale kaamule mzee wangu, afu nikiangalia wasanii wa YouTube kama mnakaa hofu fulani hivi. Umenifurahisha sana. Umeongea kitu fulani ambacho nilitamani uniulize sana, lakini mko kama Malaika. Mimi hakuna mtu yoyote au muigizaji yoyote Bongo Movie wa kiume ambaye namuogopa bro. Yani kwa sanaa yangu ambayo nilionayo mimi, kuna baadhi ya watu ambao naweza nikafanya nao competition. Alafu wapo kama wawili au watatu wa kiume. Bongo nzima yani, ninavyokuambia. Na mmoja wapo yupo kwenye hiyo series ya Noma.
Naomba nimtaje mimi. Naomba nimtaje mimi. Mtaje. Habibu Mtambo. Mwanangu Saidi. Baba Chioma. Kuna yule jamaa fulani anaitwa Sadalito Nawanda. Nawanda. One of the best actor. Nakutajia watu ambao wanajua kuigiza. Yaani nikikwambia hivyo mwenyewe utaelewa kwamba kwa nini namaanisha. Yaani namaanisha unazingua. Kuna yule mwamba anaitwa Sadalito Nawanda. Sasa yule ikatokea labda ndio nakaa naye kwenye series moja. Alafu kuna jamaa mwingine pia anaitwa Hussein Mlilo. Mlilo huyo. Mlilo Yaani wale watu kwa mfano mimi ndo napata nao nafasi hivi moja. Wale ndo naweza nikafanya nao competition. Lakini sijui niambie nani, sijui. Yaani ndo umenidharau sana bro. Serious nakwambia mzee. Hawa wengine kwamba unaona kwa wewe wanaigiza vizuri sana. Lakini kuna njia ambazo hawezi kupita. Unajua sio kila mwigizaji anaweza kupita njia ngumu. Lakini ninapokutajia watu ambao nimekutajia ni watu ambao wanapita njia ngumu. Yaani ni mtu ambaye ana uwezo wa kuigiza hisia zozote. Katika scene moja ana uwezo wa kubadilika hisia hata 3 au 4. Kwa hiyo muogope sana mwigizaji wa hivyo. Tamthilia Noah, I hope utakuwa umetazama wala kwa uchache. Kwa uchache sio sana. Unaweza kuvaa viatu vya Nawanda, huyo mtu ambaye umemzungumzia, mtu ambaye anabadilika kila kukicha kwenye ile tamthilia. Yaani ukizungumzia Nawanda, kuna muda tu na furaha, kuna muda anakuja anataka amwage mchozi, yani muda huo unabadilika. Unahisi unamweza ukavaa viatu vyake mzee wangu? Brother, mimi napita zaidi ya vile yani. Mimi napita zaidi ya vile. Yaani nahisi yeye mwenyewe pia anajua hilo. Umeshanielewa vizuri. Sisi waigizaji ni wachache sana ambao tunakubaliana uwezo wetu. Lakini ukaona mpaka unakubali uwezo wa mwenzako. Mimi nakubali uwezo wake, lakini na uwezo wa kufanya zaidi ya vile ambavyo anafanya. Lakini mimi napenda anavyoigiza. Kuna mambo anaitwa Tony pale Medi PhD. Anapita, lakini Medi mimi namuona ni yule Medi ambaye ninamjua. Ni yule Medi ambaye namfahamu tangu kipindi kile enza Kanumba, ndio yule ambaye mimi namfahamu. Namuona hivyo. Lakini ukiniambia Nawanda ana change upepo, anabadilika anakuja huku. Yaani kama uwanjani usijui tuseme namba ngapi, yani anazunguka uwanja mzima, ndio kama mimi hapa. Kwa nini hawa watu ambao wanaongoza hizi tamthilia za kule, nazungumzia kama mastermind mwenyewe ambaye ametengeneza hiyo tamthilia Noma, namzungumzia kama hawa kina ndugu yangu wa Kombolela huyu Abduli, kwa nini wasiwaone ninyi ambao mpo huko walau hizi ladha zilete sasa huko? Shida ni nini? Sio kwamba hawaoni. Sio kwamba hawaoni. Sometimes mama producer wanakuwa wanatuona sana. Lakini sisi wasanii ni watu wenye chuki, unajua. Producer sometimes anaweza akataka kumshirikisha Mkango katika series yake ya TV. Lakini akakaa na baadhi ya wasanii akasema hapa sasa inabidi aingie mtu fulani hapa. Ukakuta wale wasanii wakakukunjia wewe. Huyu hafai kuja. Hafai kuja. Kwa sababu mimi katika hiyo series mimi niliitwa, unajua. Series ya Noma. Mimi nazungumza tu. Yaani kama watani mind fresh. Mimi niliitwa bro, nimeitwa director vipi? Fresh wapi hiyo? Mimi niko mtaani Tabata. Boti hapo njoo. Yatakiwa uje upite kama manager. Unaona Sweet. Manager kwenye nini pale? Sijajua ni wapi, lakini nahisi nilikuwa nacheza na kina Nawanda kwenye ofisi ile. Kama ni manager nahisi sasa ulikuwa unakwenda kwa manager ndio boss is it? Au unakuwa unapenda kwenda kwa mke, mchipuko wa mke wa Nawanda mwenyewe? Hata nikasema hivyo. Sijajua, nafikiri kitu kama hicho, lakini nafasi ambayo nilipewa script kwa sababu nikafika mpaka pale, nikapewa script nikasoma. Baadaye sijui vikakalika vikao gani ambavyo mimi sikujua. Nikashangaa tu natakiwa kuja nikapiga viuti vyangu fresh, mtu wa makeup akaja akanitengeneza. Baadaye nikaambiwa, nikasikia minong'ono, nikasema yule muonekano wake yule hawezi kucheza kama bosi yule. Nice ni nafasi. Mshanielewa vizuri? Hawezi kucheza kama bosi. Kwa hiyo nikashangaa tu kuna minong'ono fulani. Nikasema mimi siwezi kucheza kama bosi. Kuna mtu alikuua. Nikacheka sana. Unajua, alafu nikatembea. Lakini najua kuna wakati utafika wataheshimu hiki kitu ambacho niko nacho mimi. Kwa sababu mimi sina hofu katika sanaa. Na safari yangu ya sanaa nimeianzia muda mrefu, kwa hiyo hakuna changamoto ngumu itakayonikuta ikanikatisha tamaa. Najua tu yani safari yangu mimi naiona iko pale mbele. Najua. Swali ambalo nilitarajia nikuulize umelijibu before. Vile ambavyo uli expect kwamba na kuingia kwenye Noma sasa. I mean kwamba ulikuwa unakwenda kuongeza mashabiki. Halafu kaja pop
bana hawezi kuendelea. Ulihisi kwamba kama nakwamishwa hivi, maana kama narudishwa nyuma hivi, ulihisi kwa kitu? Mimi binafsi nilifurahi. Mimi nilifurahi kwa sababu ukiona una ndoto za kufanya kitu alafu yakatokea makwazo au changamoto kubwa ambazo zitakukasirisha, either urudi tena hatua nyuma yani au ukalia, unajua ziheshimu sana hizo changamoto watu wanazokupa. Hizo ndio zinatakiwa zikupe hasira. Kwa mimi iliniathiri kiasi fulani, niliumia, lakini nikasema poa, nitazidi kukazana. Sikukata tamaa. Yeah. Wewe unawasiliana na Wanda ama ni mshikaji wako na Wanda? Sio mshikaji sana, ila tuna chat. Unajua mtu anaweza akawa sio mshikaji wako sana, lakini mko mnawasiliana. Na hata yeye mwenyewe alivyoniona, kwa sababu tulikuwa tayari tushaka set, alivyoniona akaniambia brother, tuue sasa. Yaani yeye mwenyewe tu alivyoniona akaniambia tuue, hata kama ukikutana naye. Akaniambia sasa brother tuue. Yaani aliniambia tu hicho kitu, nikamwambia tunaua. Alafu baadaye nikasikia minong'ono, huyu bwana afai huyu. Kwanza yeye mwenyewe nilimuona kama kapoa fulani, afu mimi nikabeba begi langu nikaondoka. Ni zamani nikuulize kwamba ulishawahi au mlishawahi kuwasiliana au sio niwekeje? Ulishawahi kuonyesha hisia zako kwamba una wish one day ucheze scene moja na Wanda? Maana nahisi ndio ulikuwa na nafasi za kwenda kumuonyesha mtu ama kwenda lile battle ambalo tumelizungumza soon hapa, ndio kwenda kuonyeshwa sasa. Mimi natamani kufanya naye kwa sababu mimi napenda, unajua ili uwezo wako uonekane kwamba ni mkubwa zaidi, lazima ufanye na mtu ambaye anafanya kama wewe au anafanya zaidi yako. Lakini sometimes ukifanya na watu ambao yani wewe ndio unaonekana mbona jamaa kama anabeba kwenye scene, story haiwezi kuwa kubwa. Kwa ukikutana na yule akileta moto, wewe unapoa, unaangalia njia gani unatoka, unampa. Kwa hiyo yani hiyo scene hata kama ikiwa na dakika 10 watu hawatamani kuimaliza. Hivi zile ambazo mnakuwa mnaigiza si vitu ambavyo vishacholwa? Vipi? Vile ambavyo mnaviigiza, whether ni maneno ambayo mnakuwa mnazungumza ama character ambazo mnakuwa mnaipresent kwenye scene fulani. Si vitu ambavyo vishapangwa na director labda? Si story, naandikwa story na script pia, hata maneno pia naandikwa. Swali langu ni kwamba mbona kama vile unazungumza vile mchezo wa ngumi unapomweka na Wanda hapa azifu ni mtu ambaye mnataka mkapige battle ile katoa namba, yani kama vile vya kwenu, yani inakuwaje hiyo? Sasa nikwambie kitu kimoja, yani director huwa anaandika story na anaandika script, lakini mwigizaji lazima uwe na vitu vyako unique. Unaongezea. Yani uenda usiongeze maneno, ila kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye sura. Au hata kama maneno pia unaweza ukaongezea. Kama director akiona mazuri anakuambia yes, ushaelewa vizuri. Uwezo ukapewa script hiyo mambo vipi? Poa za siku, fresh. Kisa mambo jibu hivyo. Kisa hiyo mambo yenyewe unaweza kujibu mambo. Yani mtu anaweza akwambia bwana hiyo script inasema mambo mrembo, wewe ukasema mambo mrembo. Yani unamvutia shabiki. Yani kuna vitu fulani lazima uvifanye. Sifa zako ni zipi ama mtu akija let's say kazi, nazungumza kazi hizo sasa. Bwana nataka nifanye kazi na Mkango. Ni kazi aina gani ambayo upo tayari kufanya au mtu aje vipi hasa? Mimi kazi yoyote nafanya. Mimi nacheza character yoyote. Character yoyote, ila kuingia sasa kwenye kazi ndio lazima kuwe na makubaliano. Kwa sababu ni kazi. Sio mchezo ule kusema kwamba unaenda tu unarushwa unaachiwa kwamba kuna faida. Kwa lazima nijue kwamba napata nini, lakini naenda kufanya nini. Unahisi gharama zako ni affordable? Mimi gharama zangu ni private, ni siri zangu mwenyewe. Zinaingilika lakini. Mimi najua hakuna kitu kigumu, unajua hakuna kitu kigumu. Kwa hiyo pesa ikiwekwa, tunafanya kazi. Kwa sababu tunafanya kazi ili tupate pesa, unajua tuna familia, tuna majukumu mengine, tunahitaji kuvaa, tupendeze. Kwa hiyo vyote vinahitaji pesa hivyo. Harakati zako za sanaa, una chuki na mtu yeyote moyoni mwako kwamba fulani shaka unifanya hivi? Sitamani ndio kukutana naye na vitu kama hivyo. Chuki nishafanyiwa sana tena asilimia kubwa ni na waigizaji wenzangu, lakini sikuwahi kutengeneza taswira kwamba sitaki kukutana na wewe mtu, na sikuwahi kumuonyesha kwamba umenichukiza siku fulani, kwa hiyo nakuchukia kwa hiyo linakuwepo moyoni, lakini unamwachia Mungu, unajua kuna muda, lakini nishawahi kufanyiwa hizo chuki. Ambaye ni mtu ambaye ushawahi kufanya naye kazi? Tumefanya kazi. Nakuuliza yote haya kwa sababu nilikuwa najaribu kusuggest kipi ambacho kilisababisha wewe uishie tu kufanya makeup mwisho wa siku kwenye noma tusikuone. Nilikuwa najaribu kuwaza hapa labda kati ya wale ambao whether ni wasanii ama viongozi, kuna mtu ambao unachukia naye, labda kipindi hiko alikuwa hayupo, lakini alivyokuja Mkango huyu hafai, mimi simtaki huyu. Nilikuwa najaribu kugesi kitu. Zile zilizotokea pale ni hofu. Pale sio chuki. Unajua kuna chuki afu kuna hofu. Yaani mtu unapomchukia
na unapomhofia ni vitu viwili tofauti. Yaani unaweza ukawa unamhofia lakini bado ukawa unampenda anavyoigiza. Kwa hiyo ukiwa unamchukia ina maana hutaki hata kumuona, yani akija ni ile sio unajua. Kwa hiyo kilichotokea pale ni hofu. Kwamba da huyu mwamba upitaji wake huyo. Sasa nani? Nani ambaye uko naogopa? Mimi sijui, yani sijui lakini kama Nawanda ni mshikaji wako, though sio kiivo, lakini ni mtu ambaye ulikuwa unatamani uwe na battle wewe na yeye. Hata mlikaa private, hata mwenyewe sema yes leo tunaua. Kwa Nawanda hakuna shari, naamini hilo. Yule ana shari mdogo wangu. Yani yule ana shari kabisa. Kwa yule ana shari. Yani ilikuwa sio pembeni, labda tuzungumzie pembeni. Yeye alikuwa anavaa tai, kishavaa shati, mimi nishatoka kupigwa makeup. Akanambia, brother, tuue sasa. Yani tuko location. Yani kamera tayari ishawekwa. Afu baadaye ndo nikasikia, mwambieni yule jamaa ana muonekano wa kibosi. Kwa sisi ambao washabiki, watu ambao tunafuatilia tamthilia Noma, kuna ladha fulani tumekosa. Naamini kama ungekuwa ni miongoni mwa wale wa marafiki wanne nao ungekuwa watano, ama wewe angetolewa mtu ungekaa wewe, bila shaka ladha yako watu tungeenjoy kweli kweli. Ya jicho lako aliongopi brother, naona. Mimi ningefanya balaa kubwa sana kwa sababu naamini ninachokifanya. Jaribu kuwaza shida ilikuwa nini, bosi mwenyewe anasemaje? Yani umeishia tu kupaka makeup, mwisho wa siku yule jamaa ndani, tajiri mwenyewe alikuita na chochote ambacho amekwambia? Hakuna chochote ambacho ameniambia. Hakuna chochote alichoniambia. Ila mimi ninachojua kwamba napambana na safari yangu, najua iko pale. Yani najua one day tu tutafanya makubwa. Kinyongo chote tumeweka kwenye hili ambalo limetokea. Mimi kawaida yangu mtu akinikosea huaga siwekagi kinyongo. Yani hata kama wewe umenikosea, mimi nitaishi na wewe tu fresh, ile najua kwamba naishi vipi na wewe. Ila siwezi kuonyesha chuki yote. Iko hivyo. Labda ukitazama hata cover normal unasema ningekuepo pale. Hivyo unapataje picha kwa mfano ndo Nawanda yuko hapa, afu mimi nimekaa hapa, si ndio? Labda hapa ndo kuna PhD, si ndio? Yani kuna ladha fulani vitu tofauti zinakuwepo ndani. Yani kuna vitu fulani vikubwa sana vingefanyika. Usnitch udeshalini huo. Usnitch bongo hauwezi kuisha brother. Kwa sababu mtu anaweza akawa anakupenda huko anakuogopa yani. Yani kwamba yule anakubali uwezo wake anavyoigiza yule jamaa, lakini anasema either nikimweka katika hii project huyu mimi naweza nisionekane. Au kama mimi ni producer basi kuna baadhi ya wasanii wangu ambao nataka waende pia wanaweza sionekane. Hicho kitu kipo bongo, yani tuongee tukatae tukubali. Na ndio maana unakuta sometimes hizi series za TV unakuta producer akitoa kazi unakuta wasanii wake ni wale wanajirudia. Yani atakayekuja labda atacheza scene 2, scene 3 anapotea. Lakini unakuta wasanii wake ni wale. Najaribu kujifikiria kama ni kweli kuna mtu amekuogopa mpaka mwisho wa siku hatujakuona kwenye Noma. Alikuona wapi? Kwa sababu mkango utawala wako mwingi sana huku kwenye YouTube huku. Wanakuja kutazama ama tafsiri yake nini? Asa kwa series ambazo unafahamu mimi kama Big Boss labda. Unafikiri hao producer wa TV hawaoni? Yani series kama ile yani watu hawatazami au wao waigizaji hawatazami? Wanastuka yani. Kumbe wanatazama kimya. Wanatazama, lazima utazame. Unajua kuna kitu lazima ukitazame unajua. Yani kuna kitu nikipo kama chakula, yani lazima ule. Kwa lazima watazame. Kweli jamaa kawekeza. Au waigizaji kweli noma sana. Huyu noma. Kwa hiyo iko hivyo. Mwisho wa siku tunawaambiaje mashabiki wazako wale ambao wanapenda kile ambacho tunakufanya kila kukicha? Walau wangetamani kukuona kule kwenye zile tamthilia kubwa kwenye YouTube, kwenye TV station, nazungumzia zile za Azam, za Mades TV, Mashow Max, tunawaambiaje? Tumekata tamaa ama one day yes? Mimi mashabiki zangu wazidi kuniombea kwanza kwa Mungu, alafu wajue kwamba mimi nawapenda sana. Na wasichoke kunitazama kwa sababu najua ndoto zangu jinsi zilivyo. The way nilivyoanza mwanzoni mpaka ninapoenda. Kwa hiyo wazidi kuniombea, Mungu ataniona kwenye series kubwa nyingi za TV, sijui za wapi, zote mimi wataniona huko. Na mimi unajua bongo nilikuwa natamani kuna kitu fulani hivi kifanyike. Kwa mfano umeona ma promoter wale. Ma promoter wa ngumi wale. Sometimes utakuta kuna mpiganaji fulani anamtafuta mpiganaji fulani. Kwa hiyo akatokea promoter pale akasema poa iwekwe hiyo hapo. Sasa niko natamani hata kwenye movie au hizi series ndio hata hizi za YouTube hata zile za TV, yani kwamba atokee producer aweke mzigo, alafu atafutwe director ambaye hana upendeleo kwa mwigizaji huyu wala huyu, atafutwe mwandishi ambaye hana upendeleo kwa huyu wala huyu, alafu achukuliwe mkango pale awekwe na wengine ambao wanaosema kwamba
mkango sio mkali labda. Alafu niwekwe nao tu, yani niwekwe nao dakika 0 tu. Wamelala. Oya mimi dakika 3, yani kama ndo raundi 10. Mimi nalaza mtu raundi ya pili bra. Nawaza kwa nini klamu asingemchukua Nawanda amlete huko. Sasa unakuta watu sio waigizaji wote, lakini asilimia kubwa watu wamejitengenezea matabaka au wametengenezewa matabaka. Ndio kama hivyo nakwambia, unakuta series hii wanaonekana wao, unakuta labda muda au labda hawajawasiliana, sijajua hilo. Binafsi niliwahi kuzungumzaga na Habibu Mtambo ambaye ni kwenye Habibu Mtambo jina lake sahihi ya kwenye tamthilia hii ya Noma Mole amecheza kama mumewe na Chioma ama Saidi. Nilimuuliza nowadays watu wamejikita sana kwenye YouTube, lakini yeye binafsi sijamuona kule. Nilitamani na wewe nikuulize hili. Tuliwishi labda Mkango Bey awe na kampuni yake ya YouTube unayepiga hela. Umekuwa ni mtu ambaye unaajiliwa, leo unafanya kazi hapa, kesho pale, mwisho wa siku tunaishia hapa. Tukoni na wewe kuwa na utawala wako. Unaogopa ushindani? Maana mwenzako alisema ama Habibu alisema kuna watu wazima walikuwa na YouTube zao sasa hivi chali. Na wewe unaogopa haya mambo, unafungua mwisho wa siku utazamaji 10-15. Bro, mimi siogopi kwa sababu mimi ni noma sana. Yaani mimi naamini kitu ambacho ninachokifanya. Alafu mimi naamini na mashabiki wengi sana wanipenda. Na soon tu nitaliweka wazi ile swala kuhusiana na account yangu. Na nikiachia mimi itakuwa ni upepo tu brother. Yani nitakuwa ni upepo. Amini ninachokwambia. Kwa hiyo sina hofu kwenye hilo. Mashabiki watarajie nini Mkango Bey sasa? Mkango Bey gang ikishakuwepo pale, kuna zile ladha ambazo ulikuwa unazihitaji, vile vichwa ambavyo tulikuwa tunaviona kwenye tamthilia vinafanya poa sana, tutaviona na huko umo kwanza kutakuwa na mabadiliko mengi sana. Yani Mkango watu simama sehemu moja kwamba labda amecheza boss basi atacheza boss. Yani utakuta Mkango labda amepitia maisha magumu. Utakuta Mkango labda kabadilika akiwa na furaha. Unajua kucheza kimaskini. Mimi mara nyingi si ndio maana nakwambia watu wanapenda ule muonekano wangu jinsi nilivyo. Lakini nashangaa watu wanakwambia eti huyu jamaa hana muonekano wa kibosi. Yani nani huyo? Nani aliongea kauli? Si ndio huko sasa nilipoendaga kwenye hiyo series. Ila si ulimsikia? Mimi si nilikuwa nimemgeuzia kichogo. Mimi nilikuwa na Nawanda hivi. Nawanda akaniambia, "Brother sasa natakiwa tuue brother." Nikamwambia poa, lakini uko nyuma nikasikia, "Muite yule jamaa. Yule mchizi bwana yule. Muonekano wake mbona kama sio mtu mwenye hela." Mlikuwa watu wangapi hapo? Wengi, yani seti, si unajua kama mimi naye tuko hapa. Kamera ndio ipo kule, afu nyuma kule ndo kuna watu. Inamaanisha kama wewe upo na Nawanda, mimi ndo Nawanda sasa. Wewe ndo Mkango pa Nawanda. Nyuma yuko mwanangu director na mwingine, afu kuna sauti umesikia hapa. Unashindwa kugeuka kama yule fulani. Au sauti ni nani? Mimi unajua sinaga mazoea na watu nikienda seti. Mimi naangaliaga mtu ninayecheza naye, naangaliaga na story tu. Kwa hiyo kama ningemuona pia ningemkalili. Lakini pia nisingeweza kumwambia. Au umemuona ila unaona tumstiri? Hapana. Unaogopa kugonganisha jaya? Hapana brother. Wewe twende tu. One day. Mimi naamini siku moja tu. Yani utakuja kuelewa kwamba huyu jamaa ni huyo hapa. Hebu mwambie kitu yule ambaye alizungumza kauli kwamba yule mshikaji hafai kushiriki kwenye tamthilia ya Noma, ana muonekano wa kibosi. Tumwambie kitu. Mimi sio yeye tu. Wengi ambao wana tabia za ukunjiana tuache. Yaani tuache tabia za ukunjiana na tabia za hofu. Kwa sababu Mkango ambaye unaimuona sasa hivi hujui baada ya mwaka mmoja atakuwa nani. Mkango anaweza akawa anamiliki makampuni makubwa alafu ndo yaani wewe huwezi kwenda popote bila kumuona Mkango. Sasa kama ulimsnitch afu akakugundua na akakustiri moyoni, unaweza ukafa kioro baba. Bwana geuza kamera niongee kitu. Bwana mwanangu anasema unaweza ukafa kioro. Kwa sisi ambao tumetazama tamthilia ya Noma, one of the best series kwa sasa. Ukienda pale Azam, hiyo tamthilia ipo. Tamthilia ambayo inaongozwa na mwanangu mmoja anaitwa Mastermind, big up kwake. Lakini wasanii ambao wapo pale vile vichwa. Kuna watu wanne pale. Kama sikosei pale kuna mtu anaitwa Tony ambaye ndiye Medi PhD, kuna mtu ambaye anaitwa Nawanda ambaye ndo mwanangu anamkubali kweli kweli, lakini kuna Habibu Mtambo ambaye anakwenda kama mumewe na Chioma ama Saidi. Alafu mwisho kabisa kuna yule mwamba ambaye ni kinyozi yule. Anaitwa nani yule? Papa Adam kama sikosei. Bwana wanasema yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walitakiwa washiriki pale. Sielewi kwamba alitakiwa awe ni moja kati ya wale marafiki wanne na yeye awe watano, ama kulikuwa kuna mtu atolewe akae yeye, ama alitakiwa awe bosi kwa maana kwamba alitakiwa awe ni mchepuko wa mke wa Nawanda ambaye ndiye hilo chemona tajiri pale. Mimi nahisi ilikuwa ni hivyo. Kubwa zaidi anasema kwamba kuna sauti ilisikika ilisema kwamba yule jamaa afai kuwa bosi. Mpaka leo hatujamuona kwenye tamthilia ya Noma.
Kikubwa nasema kwamba Mungu yupo, one day yes. Yule ambaye amemkunjia na wale wote ambao wanakunja kunja waamini ya kwamba ipo siku Mungu atafungua, Mkango Bay ataonekana kule juu zaidi. Bila shaka ujumbe umefika. Wewe umefika kaka, wewe umefika, yani duniani mpaka kwa Mungu pia. Ya umefika wewe. Turudi kwenye tamthilia zetu. Nitamani nifahamu jinsi ambavyo wewe ulikutana na Clam ambaye ni tumekuona kwenye Big Boss ya kwanza, ya mwisho inaisha na Yesu ulifunga wewe. Upo kwa mama yako. Mama anasema sije kukutana na kitu kama hiki. Tukumbushe. Mama. Muda. Pale ndo nikaifunga. Vap. Ni mwaka gani ile? Ile miaka kama mingapi? Miaka mitatu ya nyuma. Mulihisi mashabiki ambao tunafuatilia Big Boss jinsi gani tumewamisi ama tunahitaji ile ladha iendelee? Nilikuwa naona hata comment unaweza ukacheza kwenye series ya watu lakini wakuta watu wanasema wewe Big Boss vipi? Yaani watu wa comment kwenye hiyo series ambayo umefanya wanaitaka Big Boss. Kwa hiyo watu walikuwa wanaisubiri kwa muda, maana ilivyorudi sio unajua. Kama ningesema Big Boss sina uhakika kama ni moja ama mbili, ndiye kazi pekee ambayo imetofanya wengi tumfahamu Mkango Bay. Nakuwa nimekosea? Hujakosea, uko sahihi. Uko sahihi kabisa. Kwako ni tamthilia design gani hasa? Kuna vipi ambavyo umegain, kuna vipi ambavyo umekuwa kupitia kwenye Big Boss? Big Boss kwanza kwa sasa hivi huko YouTube ndio series kubwa ambayo ni series pendwa huko mikoani wapi. Na ni series ambayo boss wa ile series amewekeza na amefanya kitu. Kwa sababu kuna watu wengine wanaweza wakawa na budget kubwa lakini kwenye kazi ni waongo. Unakuta mtu anaweza akatoa hata milioni 100 akaandaa series kwa sababu ampate mwanamke tu. Ushanielewa vizuri Yaani story inasema mpate mwanamke au? Yaani au maana yake ndani kuna mtu anamtaka. Kuna mtu anamtaka, kwa hiyo wewe mtu kufanikiwa ni noma, ni ngumu sana. Lakini yule dogo series ile amewekeza yani katika akili ya kazi. Kwa maana anajua nini ambacho anafanya. Ndio tofauti ya club na maproducer wengine. Wapo maproducer ambao wanafanya kitu ili mradi apate mapenzi. Au walale na mwanamke kambini basi. Lakini hawako real kwenye kazi. Kwa Mungu pale anakunja kwa sababu anaona kuna unafi, kuna uchafu. Lakini dogo amenyooka. Kitu gani ambacho sisi wa nje tukifahamu kuhusu Clam, alafu ninyi ambao mnakaa naye mnakijua? Kitu ambacho mkifahamu, Mchizi ni mtu fulani ambaye ni mcheshi kupitiliza, alafu ni mtu ambaye anaishi na waigizaji wake kama familia. Ni mtu ambaye mwenye upendo, ni mtu ambaye anajali shida za waigizaji wake. Ni mtu ambaye msikivu, ni mtu ambaye ukimshauri anashaurika. Yaani ni mtu ambaye ana sifa nzuri. Sifa mbaya kidogo nilisikia mtu anasema kwamba Clam anakaa utoto fulani hivi, uongo wa kuongeza sifuri kwenye vile ambavyo anagaini. Kwako unasadifu vipi? Sasa huyo labda Clam mwingine ambaye anamfahamu, lakini yule ambaye mimi namjua hayuko hivyo. Serious kweli. Hayuko hivyo. Wakati Big Boss ya kwanza imeisha, mmeenda likizo, sijui mnajiandaa hivi na hivi, tunasubiri Big Boss 2. Ukubwa ambao upo sasa hivi, ulihisi kwamba itakuja kuwa kama hivi ama kuna namna fulani ambapo mmefeli, mliwishi mngekuwa juu zaidi ya hapa, ama kuna namna yote ambayo mnaona kwamba mmefanikiwa sema imekwenda zaidi ya ile? Kwa mfano umeona kama mimi mwanzoni nilienda kwenye ile season 1 nilienda, lakini sasa hivi nimeongeza mashabiki wengi sana kuliko mwanzo. Kwa mimi sasa hivi naona imeenda sana. Tangu tunaanza kuijadili mpaka tunakuja kuiachia hii season 2. Story tulivyokuja kuipitia hivi niliona kuna ukubwa fulani unaenda kutokea. Na hapa bado kuna ukubwa mwingi sana unakuja huko mbele. Ndio maana mimi nawaambia twendeni tu. Kuna kipindi Clam kama alitoa nafasi hizi kazi zake ziwe zinarushwa kwenye TV hivi. Ulisikia ile au iliishia wapi? Nilisikia. Ilifanyika hivyo? Mimi naisha ikufanyika. Maana nahisi kama mngekuwa kubwa zaidi, maana wangetazama watu wengi. So unajua Bongo, so unajua kuna tabia za kunjiana, bado tunarudi pale pale yani. Yani kwamba yule si anajifanya yeye ndo ameikamata YouTube, ngoja baki huko. Mshamba yule. Kwa CEO. Lakini sasa mtu ukiona muombea mabaya mtu hivyo ndio anafanikiwa sana. Mimi ninachokwambia bro. Sijaiona, nikawa nawaza kwa nini kama hatujaonyeshwa, maana sisi ambao tunatazama TV tuliwishi labda siku tunatazama Big Boss na rushwa pale. Kumbe kuna mambo kukunjiana hadi kule. Watu tunakunjiana sana mzee. Tunakunjiana vibaya mno. Hofu kubwa. Hofu. Tuzungumzie karakta yako, karakta ambayo binafsi kama mimi ningeambiwa nicheze, kwa kweli nisingeweza. Umecheza vitu fulani hivi ambavyo kwanza ni vitu ambavyo vya lawama. Naamini kuna changamoto ambazo umepitia kiasi kwamba hadi sasa hivi familia ikutengi. Mimi mkubwa wangu alishawahi kunipigia simu.
Akanambia wewe maigizo unafanya hayo ni maigizo au kweli? Mkubwa aliona. Mama, sababu ukiangalia katika Big Boss mimi nimecheza na mamangu kama nataka kumtoa kafara. Sure. Kwa hiyo siku ile kivuka kile kipande. Akamwonyesha. Akamwambia muangalie mwanao. Akapiga simu. Alipopiga simu, wewe Mkango. Vipi mbona hivyo? Nikamwambia vipi? Nimeangalia hapa huu ni ukweli. Wewe hizi tabia ushaanza kupata tamaa. Nikamtisha kidogo nikacheka. Sababu mkubwa akanambia uchekaji gani? Kabidi akawagea wadogo zake wa jomba. Muangalia anavyocheka mjomba wenu. Umeona mambo yake? Kwa hiyo akawa anaogopa. Filamu ishamvao. Yaani kaona mbona kama kweli. Kwa hiyo wajomba sasa ndio akanambia yule anaigiza tu dada bwana usifanye hivyo. Hamna mimi siamini kabisa. Kwa hiyo sasa hivi kadri ya siku zinavyozidi kwenda unamwona. Mama vile ambavyo anaishi wewe unampelekeaga chochote. Sogea kidogo hivyo. Maana kunajua kile vile ambavyo anaishi unampelekea chochote ambacho anaamini hiki kinatoka kwenye sanaa mwanangu. Nampelekea. Astuki kwamba ndo mambo yale. Kuna muda anakuwa anakuambia isije kawa vile, naambia hamna mama, hii kawaida. Kawaida sana. Sasa hivi amekubali. Sasa hivi anakubali, yani mdogo mdogo anazidi kuamini. Anazidi kuamini. Baraka ipo lakini. Baraka ipo. Ukiona mpaka unapata mashabiki unaenda. Mpaka nyinyi mnanifuata hivi. Mama kakunjua. Yani nyinyi wenyewe msingenifuata. Haikuletea shida lakini ile ya kwa Freemason. Kuna time kama vile nawaza unakuwa unatoa siri za watu. Of course watu bila shaka kwa sababu vinavyoigizwa manake vipo ama vilikuwepo ama ni dhana ambavyo watu wanaanza kusema huenda vikawepo. Hakuna contradiction yote ambayo mnaipata watu kuwafuata kwamba mambo gani mnafanya sio nini mnatupakazia pengine hatuna mambo hayo. Hizo nyingi sana hizo. Hizo nyingi wanatumiwa text. Wanaambia kwa nini mnatoa siri zetu? Na mtu unakuta yuko serious hata ukija kuangalia page yake sio ya kitoto. Page ambayo imejaa vitu vya kutisha. Kwa hiyo anakuambia kabisa acheni mambo haraka sana. Lakini sisi kwa sababu tunataka kufanya kitu bora tunaachia vitu tu. Ajali kazini unasema. Ukatishi tamaa. Uwezo ukata tamaa kwa jambo la mafanikio. Hiyo ni asili ya uoga. Lakini vile ambavyo naufanya hata ninyi wenyewe mwezi kuwa na hofu labda kwa sababu watu wanaamini Freemason ni dhehebu fulani hivi ambalo mtakikuta kachapo tu mambo kama hayo. Amofia mna kauoga wote kama zile sini ambazo mnaenda makabolini na vitu kama hivyo. Hofu kibinadamu lazima uwe nayo, lakini ukitaka kitu kizuri lazima ujitoe brother. Uwezo ukaigiza tu kawaida tu unabeba ndoo yako unaenda chooni umerudi, mpenzi wangu habari za huko gengeni. Afu episode imekata. Utatazamwa na watu lakini watu hawashtuki. Kwa lazima ufanye kitu cha kushtua mashabiki. Useme jamaa na roho gani mpaka akaamua create hichi kitu ndio utapata mashabiki. Kuna lolote ambalo umeliigiza ambalo limeshakugusa maisha yako whether limetokea kwako ama kwa mtu wako karibu yote? Ambalo yote ambayo unaigiza kuna chochote ambacho ni live life unapokuwa una act kwamba hiki kimenigusa ama kweli nishaikotaka kumnunua mamangu kweli hivyo. Tulikuwa ni siri ya kambi. Hiyo ni siri kaka. Mama anaweza kasikia. Hapana, wajua kuna vitu vingine private. Ni vitu vya kimaisha. Lakini kila kitu kiko sawa. Hamna shida brother. Mwanangu ndogo ni 10,000 siwezi kuchukua. Kwa roho yako ile. Kuna watu mtaani, mimi juzi kati nimepita tu mtaani. Kuna mtoto mmoja kwa sababu mimi mtaani wamezoea watoto, mimi unajua ni rafiki sana watoto. Na ndio mashabiki zangu wakubwa watoto na wadada. Kwa hiyo kuna mtoto akawa ameniomba nimnunulie pipi. Anko, naomba ninunulie pipi. Nilipokuwa nampa mama yake akadoubt yani. Akanitukana matusi makubwa sana. Ulimshika kichwa? Nilimshika tu nilimbeba hivi. Kwa nikanataka naye dukani. Mama yake akanitukana matusi mengi sana. Hadi mama yangu akamtukana yani. Mwache mwanangu. Nataka mtoe kafara zenu za kipumbavu. Sijajua zile yani kanitukana sana. Kwa hivyo vitu sometimes ni changamoto lakini tunavyovumilia kwa sababu ya kazi. Katishi tamaa. Uwezo ukata tamaa kuna jambo la mafanikio, hiyo ni asili ya uoga. Pesa ipo lakini? Pesa alhamdulillah ipo. Tunaishi brother. Tusingevaa, tusingekula kama pesa hakuna. Na tusingefanya maisha mengine. Na kitu ambacho nimesahau kukuuliza labda uliishi ushindi wa Tanzania?
Kuna chochote labda nimesahau kukuuliza uliwish, kwa sababu ratiba yangu kufanya mahojiano na wewe na hisi ni almost kama siku 5 siku 6. Labda ulifikiria kitu fulani kama Nyundo akija nitazungumza naye hiki ambacho labda sijakuuliza? Mimi nadhani hatuwezi kuvimaliza vyote. Of course ni upendo, yani mnapokuwa mnatuoji sisi muhimize sana upendo kwa sisi waigizaji, kwa sababu chuki, sisi wasanii tuna chuki sana, chuki ambazo za kipumbavu za kitoto. Mimi nishaye kukunjiwa sana na waigizaji wenzangu ambao tunafanya mbali na hii ambayo tumesimulia hapa. Mbali na hiyo huku sasa YouTube huku ni watu ambao walikunja kabisa. Unajua mimi kipindi cha nyuma nitaka nifungue YouTube yangu, lakini bado nikawa sina power ile ya mashabiki kama sasa hivi. Kwa hiyo nikapigia baadhi ya watu ambao tunafanya wote tu series hizi. Kaambia mwanangu, wewe series yako imeenda, YouTube yako kubwa, mbona community ndugu yangu. Mtu anakujibu, mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Chana na hivyo vitu. Mimi siwezi nikafanya hivyo vitu. Hata kucheza kwenyewe bwana mimi sasa hivi nimebanwa. Lakini sasa hivi ukimwangalia na tamaa, yani najua wanatamani kwamba Mkango haja pita hata sini mbili, lakini anashindwa. Kwa hiyo mnapokuwa mnawaoji watu, jaribuni sana kuhimiza kwa swala upendo. Akija upo tayari kushiriki naye? Inategemea sasa. Inategemea anakujaje. Kama atafika zile requirement zako zote atakizi. Tutafanya. Kwa sababu mimi waga sina malipizo ya chuki. Ndio niko hivyo. Lolote la mwisho la kumalizia? Lolote la mwisho la kumalizia ni kwamba nawapenda sana mashabiki zangu, wazidi kutufuatilia. Nawapenda sana. Bwana, ni exclusive interview na ndugu yangu hapa Mkango Bey, mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri sana, naweza nikasema hivyo, kwa sisi ambao kwa mara ya kwanza tumemwona kwenye tamthilia ya Big Boss 1 na mara ya pili tukamwona kwenye Big Boss 2. Zipo nyingi ambazo amefanya. Kama ni miongoni mwa watu ambao karibu na hizi tamthilia za YouTube, kwa hakika utakuwa sura hii sio ngeni kwako. Mengi tumezungumza, maisha kidogo, lakini kubwa zaidi kuhusiana na sanaa kwa ujumla. Soon anakwenda kufungua YouTube yake, na yeye kubwa tu ni support. Fanya vile ambavyo unaamini utakuwa unamsupport, kama ni kusubscribe, kama ni kushare link zake, kulike pamoja na kutazama video zake zote. Lakini kubwa zaidi usisahau kutazama tamthilia zao. Usisahau kuacha komenti zako kwenye kile ambacho nakigiza kwenye tamthilia zao. Lakini mwisho kabisa, kwa yote ambayo tumeyazungumza kunako YouTube channel yetu, usisahau kuacha komenti yako. Kama kuna kitu ambacho Mkango amekizungumza kimekukosha, mwambie kwenye comment. Hivi ulivyoongea hivi nimefurahishwa, umenikosha kweli kweli. Msafara wa Mamba na Kenge wakosi. Kuna namna yote ambayo huenda kwa unamchukia ama alisha kukukwaza, usimtukane, mwambie kwenye comment hapo. Hivi ambavyo ulivyofanya hivi mimi sijapenda. Vile ambavyo unafanya hivi mimi always huwa sipendi. Huenda akajifunza, huenda akagain chochote kupitia komenti yako. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching. Till next time.